Pak! Kibao kizito kilipasua hewa katikati ya soko kiasi kwamba sauti yake iliwafanya watu waliokuwa wakipita kusimama ghafla. Clara alikuwa amesimama mbele ya mzee maskini aliyeitwa Mzee Kapino, mkono wake bado ukiwa juu kana kwamba hauamini alichokifanya. "Wewe unafikiri unaweza kuchukua pesa zetu?" Clara alisema kwa sauti kali iliyochanganyika na hasira. Mzee Kapino alishika shavu lake polepole, macho yake yakiwa na mshangao na huzuni nzito. Hakujibu mara moja. Alimtazama tu Clara kana kwamba alikuwa anajaribu kuelewa kwa nini binti mdogo kama huyo ameweza kumpiga kibao. Watu waliokuwa karibu walianza kunong'ona. "Mbona binti amempiga mzee?" Mtu mmoja aliuliza kwa mshangao. "Hii siyo heshima hata kidogo," mwingine akajibu kwa sauti ya kukemea. Lakini Clara alisimama hapo bila kujali maneno yao, kifua chake kikishuka na kupanda kwa hasira. Mzee Kapino alifuta jasho kidogo usoni, kisha akasema kwa sauti ya chini lakini yenye uzito, "Binti yangu, kwa nini unafanya hivi mbele ya watu wote?" Clara alicheka kwa dharau, kicheko kilichowafanya baadhi ya watu kuangaliana kwa mshangao. "Usiniite binti yako," Clara alifoka. "Wewe ni mzee maskini tu unayezunguka sokoni ukiomba msaada." Mzee Kapino alinyamaza kidogo kana kwamba maneno hayo yalimuumiza zaidi kuliko kibao alichopigwa. "Maskini siyo kosa," alijibu polepole. Lakini Clara hakutaka kusikia hilo. "Usijifanye mtakatifu hapa," alisema kwa dharau. "Najua unachofanya. Unataka kumdanganya Sam, mchumba wangu mimi, ili akupe pesa zake." Watu waliokuwa wanatazama walizidi kunong'ona. Mtu mmoja alisemekana, "Inaonekana kuna jambo kubwa nyuma ya hili," lakini hakuna aliyethubutu kuingilia kati. Lakini ukweli wa tukio hilo haukuanza pale sokoni. Stori inatupeleka siku za nyuma kidogo. Sasa hii siku, Clara aliamka mapema sana nyumbani kwake akiwa na mawazo mengi yaliyokuwa yanazunguka kichwani mwake. Alikaa kitandani kwa muda mfupi akitazama dirisha ndani ya chumba chake. Mawazo yake yote yalikuwa yanamzunguka mtu mmoja tu, mchumba wake Sam. Kulikuwa na jambo moja kuhusu Sam ambalo lilikuwa linamkera sana kwa muda mrefu, na kadiri alivyolifikiria ndivyo hasira zilivyozidi kujikusanya moyoni mwake. Clara hakupenda kabisa tabia ya Sam ya kujihusisha na kusaidia watu maskini. Kwa Sam jambo hilo lilikuwa la kawaida kabisa kwa sababu aliamini kwamba mtu mwenye uwezo anapaswa kuwasaidia wale wenye uhitaji. Lakini kwa Clara jambo hilo lilikuwa kama doa kwenye hadhi yao. Alisimama mbele ya kioo cha chumbani kwake huku akikunja uso wake kidogo na kusema kwa sauti ya chini, "Hii tabia ya Sam haiwezi kuendelea hivi." Alijiona kama mtu anayelazimika kulinda heshima ya maisha yao ya kifahari ambayo aliamini ingeonekana ya kawaida sana kama Sam angeendelea kujihusisha na maskini wa sokoni. Sam alikuwa mfanyabiashara kijana aliyekuwa na pesa nyingi sana na heshima kubwa mjini. Watu wengi walimfahamu kama kijana aliyefanikiwa kwa juhudi zake mwenyewe. Lakini pamoja na utajiri wake wote, Sam alikuwa na moyo wa huruma kwa watu waliokuwa na shida. Mara nyingi alipokuwa anapita maeneo mbalimbali ya jiji, hasa sokoni, alikuwa akisimama kuzungumza na watu maskini na kuwasaidia kadiri alivyoweza. Tabia hiyo ndio iliyokuwa inamkera sana Clara zaidi kuliko kitu chochote. Sam alipenda sana kumsaidia sana mzee mmoja aliyeitwa Mzee Kapino, na Clara alitokea sana kumchukia mzee huyo sababu alipendwa sana na Sam na kusaidiwa kuliko watu wengine. Hii siku Clara aliamua kwenda kumwona Sam ili kuzungumza naye kuhusu jambo hilo. Alipofika nyumbani kwa Sam, uso wake tayari ulikuwa umejaa hasira iliyokuwa imejikusanya tangu asubuhi. Sam alimkaribisha kwa kawaida kama siku nyingine zote, lakini hakujua kwamba Clara alikuwa amekuja na lengo moja tu, kumlazimisha aache kumsaidia yule mzee maskini wa sokoni. Walipokaa sebuleni, ukimya mzito ulitanda kwa muda mfupi kabla ya Clara kuanza kuzungumza. "Sam, lazima tuzungumze kuhusu jambo muhimu," Clara alisema kwa sauti ambayo tayari ilikuwa imejaa ukali. Sam alimwangalia kwa makini kisha akasema kwa utulivu, "Niambie Clara, kuna nini?" Lakini Clara hakuzunguka sana kwenye maelezo. Alimwangalia moja kwa moja machoni kisha akasema kwa sauti kali,
sitaki kabisa kukuona tena unahusiana na yule mzee maskini wa sokoni. Maneno hayo yalikuwa ya ghafla kiasi kwamba Sam alishangaa kidogo kusikia ukali uliokuwemo ndani yake. Sam alijaribu kubaki mtulivu. Alimwangalia Clara kwa utulivu kisha akasema polepole, Clara, ninamsaidia tu kama mtu mwenye shida. Lakini Clara hakukubali kabisa maelezo hayo. Alikaza macho yake kisha akasema kwa ukali zaidi, hapo ndipo unapokosea. Watu kama hao wanajifanya maskini ili wapate pesa za watu kama wewe. Sam alitikisa kichwa polepole kana kwamba hakukubaliana na mawazo hayo. Clara hakutaka kusikia hoja yoyote ya Sam. Hasira zilikuwa zimejaa ndani ya moyo wake kiasi kwamba alihisi kama lazima aseme kila kitu kilichokuwa kinamsumbua. Sipendi kabisa tabia yako ya kujihusisha na watu maskini. Hadhi yetu itapotea kabisa kama utaendelea kufanya hivi. Watu wataanza kutudharau sana. Maneno hayo yalitoka kwa nguvu kana kwamba yalikuwa yamejikusanya moyoni mwake kwa muda mrefu. Sam alijaribu kumuonya kwa utulivu. Clara, kusaidia mtu mwenye shida si jambo ya aibu. Ni jambo la kibinadamu. Hapana Sam, wewe huelewi, alisema kwa watu wataanza kukuona kama mtu wa kawaida tu, utajishusha hadhi yako mwenyewe. Sam alishusha pumzi ndefu kana kwamba alikuwa anajaribu kudhibiti mazungumzo yasigeuke kuwa mabishano makali. Pesa hazipaswi kutufanya tuone wengine hawana thamani, lakini Clara hakutaka kusikiliza hata kidogo. Hasira zilikuwa tayari zimechukua nafasi ya mantiki ndani ya moyo wake. Kadiri mazungumzo yalivyoendelea, mabishano yao yalizidi kuwa makali zaidi. Clara alizungumza kwa sauti ya juu huku Sam akijaribu kumrekebisha kwa utulivu. Lakini kila alipojaribu kueleza kwamba kusaidia maskini ni jambo jema, Clara alizidi kukasirika. Aliona kana kwamba Sam alikuwa anapuuza kabisa hofu yake kuhusu hadhi yao. Hatimaye Clara alisimama ghafla kutoka kwenye kiti chake akiwa na hasira kubwa sana. Fanya unavyotaka Sam, lakini mimi sitaki kabisa kuona unajihusisha na watu wa aina hiyo. Sam alimwangalia kwa huzuni kidogo, lakini kabla hajajibu kitu kingine, Clara tayari alikuwa amegeuka na kuanza kuondoka. Njiani mawazo yake yote yalikuwa yanazunguka kuhusu mzee maskini wa sokoni ambaye Sam alikuwa akimsaidia mara kwa mara. Kadiri alivyomfikiria ndivyo hasira zilivyozidi kuongezeka. Ndani ya moyo wake alihisi kana kwamba mzee huyo alikuwa chanzo cha matatizo yote yaliyokuwa kati yake na Sam. Alipofika nyumbani kwake, alikaa kimya kwa muda mrefu akitafakari. Hasira zake hazikuwa zimepungua hata kidogo. Alijisemea polepole moyoni, lazima nimzuie mtu huyu kabla hajaharibu kila kitu. Mawazo hayo ndiyo yaliyomfanya hatimaye kufikia uamuzi ambao baadaye ulimpeleka moja kwa moja sokoni, mahali ambapo sauti ya kibao kizito ilisikika katikati ya umati wa watu. Na huku upande wa pili kwa Sam, alikaa kimya kwa sekunde chache kisha akajisemea moyoni, sidhani kama huyu ni mwanamke sahihi wa kuoa. Kumbe bwana hakujua kama Sam ni baba yake mzee Kapino. Sasa hii siku baba yake alikuwa akiongea naye sebuleni, alimwambia, mwanangu, sisi tuna mali nyingi sana. Nataka mke utakayemuoa awe mke mwema na mzuri, aliyekuwa na ubaguzi na kusaidia kila mtu ili asije kujivuna kwa mali tulizo nazo. Sam akamwambia, baba, tayari nina mchumba na wewe unalifahamu hilo. Baba yake akamwambia, ni kweli, lakini lazima nimpime ili nione kama ana huruma na ataweza kusaidia mtu wa kila aina na hata kuwa na tamaa na mali zetu. Baba yake alimwambia, nataka nijifanye maskini muuza mboga sokoni, halafu wewe uwe unapita naye kila siku huku ukinisaidia na kunipa pesa nyingi sana tu. Tuone kama atapenda au atachukizwa na tabia hiyo. Walipanga pale mpango mzima na siku zilipita na Sam alikuwa akipita na Clara na kumpatia pesa nyingi sana. Sasa kumbe hiyo kitu ilikuwa ikimuuma sana Clara. Sam alikuwa amezoea kupitia soko la karibu kila baada ya siku chache akiwa pamoja na mchumba wake Clara. Na kila walipofika karibu na eneo la wauza mboga, macho yake yalikuwa yakimtafuta mtu mmoja tu, mzee Kapino. Wakati watu wengine walikuwa wanapita bila kumjali mzee huyo, Sam alikuwa akisimama, kumsalimia kwa heshima na hata kukaa naye dakika chache kuzungumza. Wakati huo, Clara alikuwa anasimama pembeni akimtazama kwa macho yaliyojaa kukerwa. Sam, tuna mambo mengi ya kufanya, Clara alikuwa akisema kwa sauti ya kukosa uvumilivu. Lakini Sam alikuwa akimwangalia kwa utulivu.
Subiri kidogo Clara, kumjulia hali mtu si kupoteza muda, alijibu kwa sauti ya upole ambayo mara nyingi ilimfanya Clara ajisikie kama vile mawazo yake hayaheshimiwi kabisa. Kwa watu wengi waliokuwa wanapita sokoni, Mzee Kapino alionekana kama muuza mboga maskini tu aliyekuwa anakaa pembeni ya njia akiwa na kikapu kidogo cha mboga na matunda machache yaliyokuwa yakikaa hapo siku nzima bila kununuliwa. Lakini ukweli, mzee huyo ni bilionea mkubwa sana. Siku moja jioni, Clara alipokuwa amekaa kwenye mgahawa mdogo wa kisasa pamoja na rafiki yake Diana, aliamua kumweleza jambo lililokuwa linamsumua moyoni mwake kwa muda mrefu. Diana alikuwa rafiki yake wa karibu sana, lakini pia alikuwa na tabia ya kuongeza chumvi kwenye mambo mpaka kuyafanya yaonekane mabaya zaidi. Clara alipoinama kidogo kwenye meza kisha kusema kwa sauti ya kukerwa, "Diana, kuna kitu kinanichosha sana kuhusu Sam." Diana aliinua macho yake kwa udadisi. "Kitu gani tena?" aliuliza. Clara alikunywa maji kidogo kisha akasema, "Sam ana tabia ya kumsaidia mzee mmoja maskini pale. Kila mara tunapopita anasimama kuzungumza naye na kumpa pesa." Diana alinyamaza kwa sekunde chache kisha akatabasamu kwa namna ya kejeli ambayo Clara hakuitambua mara moja. Diana alisogea karibu kidogo kwenye meza kana kwamba anataka kuzungumza siri nzito sana. "Clara, unamaanisha Sam anazungumza sana na huyo mzee?" aliuliza kwa sauti ya kushangaa, lakini ndani yake kulikuwa na chembe ya uchochezi. Clara alitikisa kichwa kwa kukasirika. "Ndiyo, wakati mwingine hata anakaa naye muda mrefu kana kwamba ni rafiki yake mkubwa." Diana alitikisa kichwa polepole kana kwamba anaelewa jambo kubwa zaidi kuliko Clara mwenyewe. "Clara, nyie ni watu matajiri sana," Diana alisema kwa sauti ya polepole lakini yenye uzito wa maneno. "Hampaswi kabisa kujihusisha na watu maskini wa namna hiyo." Clara alimwangalia kwa makini. "Ndivyo ninavyofikiria pia," alisema kwa haraka. Diana akainama kidogo zaidi akasema, "Watu maskini wengine wana tabia ya kujipendekeza ili wafaidike na pesa za watu matajiri." Maneno hayo yalikuwa kama sumu laini iliyotiririka polepole kwenye akili ya Clara. "Unamaanisha nini?" Clara aliuliza kwa mashaka. Diana alicheka kidogo kisha akasema, "Clara, fikiria kidogo. Kwa nini huyo mzee azungumze sana na Sam kila mara? Kuna kitu anataka." Clara akakaza uso wake. "Labda anamdanganya au anajaribu kumtumia pesa," Clara alisema kwa sauti ya hasira iliyokuwa inaanza kujitokeza. Diana alitikisa kichwa kana kwamba anakubaliana kabisa na wazo hilo. "Ndiyo hasa," alisema kwa msisitizo. "Na watu kama hao wanaweza kuanza polepole mpaka mwisho wanakuibia kila kitu." Clara alinyamaza kidogo huku mawazo mapya yakianza kujengeka kichwani mwake. Lakini Diana hakuishia hapo. Aliongeza maneno mengine yaliyokuwa hatari zaidi. "Unajua pia," alisema kwa sauti ya siri, "baadhi ya wazee wengine wana tabia mbaya sana." Clara alimtazama kwa mashaka. "Tabia gani?" aliuliza. Diana alisogea karibu zaidi kisha akasema kwa sauti ya chini, "Baadhi yao ni matapeli na wengine ni wachawi." Clara alishtuka kidogo. "Wachawi?" aliuliza. Diana alitikisa kichwa kwa kujiamini kana kwamba anajua jambo kubwa. "Ndiyo Clara, wengine wanajifanya maskini ili wapate kuingia kwenye maisha ya watu matajiri. Halafu baadaye wanawafanya wawe chini ya ushawishi wao." Clara alihisi baridi kidogo ikipita mgongoni. Diana aliendelea kumtazama Clara kwa macho kali kisha akasema maneno yaliyokuwa kama cheke ya mwisho ya moto. "Na usisahau kitu kingine," alisema polepole. "Inawezekana kabisa huyo mzee anataka kumloga Sam." Clara alishtuka kabisa. "Kumloga?" aliuliza. Diana alitikisa kichwa. "Ndiyo Clara, akimloga Sam anaweza kuhakikisha Sam anakupotezea wewe na hatimaye hata kukuoa isiwezekana." Clara alikaa kimya kwa muda mrefu huku akitafakari maneno hayo. "Hapana, hilo haliwezi kutokea," alisema kwa sauti ya kujitetea, lakini ndani yake kulikuwa na hofu. Diana akasema haraka, "Usiwe na uhakika sana Clara. Dunia hii ina mambo mengi." Maneno hayo yaliingia kichwani mwa Clara kama mbegu iliyopandwa kwenye udongo wenye rutuba. Kadri dakika zilivyopita, ndivyo mawazo hayo yalivyokuwa yanakuwa zaidi ndani yake. Alianza kukumbuka kila tukio ambalo Sam alikuwa anazungumza na mzee Kapino. Kwa nini Sam huwa anasimama muda mrefu kuzungumza naye? Kwa nini anampa pesa mara kwa mara? Mawazo hayo yalizidi kumchanganya mpaka hasira zikaanza kuchukua nafasi ya mantiki. "Inawezekana kabisa kuna kitu kinaendelea nyuma yangu," alijisemea polepole. Diana alimtazama kwa tabasamu la siri kana kwamba alikuwa ridhika kuona mbegu ya wivu ikianza kukua. Hatimaye Clara alinyanyua kichwa chake kisha akasema kwa sauti iliyojawa na uamuzi mkali, "Hapana, sitakaa kimya." Diana aliinua nyusi zake kwa udadisi. "Unamaanisha nini?" aliuliza.
Clara akasema kwa sauti ya baridi, nitakwenda kumwona huyo mzee mwenyewe. Diana alicheka kidogo, na utamwambia nini? Clara alikaza macho yake, nitamuonya akae mbali na Sam. Diana alitabasamu kwa furaha ya siri. Hilo ndilo jambo sahihi, alisema kwa kumtia moyo zaidi. Siku hiyo hiyo, Clara aliamua kwenda sokoni kwa siri bila kumwambia Sam chochote. Alijua kabisa sehemu ambayo mzee Kapino alikuwa anakaa kila siku kwa sababu alikuwa amemuona mara nyingi akiwa na Sam. Leo nitamaliza hili jambo, alisema ndani ya gari lake huku akishika usukani kwa nguvu. Alipofika karibu na soko la Mua, kelele za wafanyabiashara zilikuwa zinachanganyika na milio ya magari. Lakini macho ya Clara hayakuwa yanatafuta bidhaa wala maduka, yalikuwa yanatafuta mtu mmoja tu. Hakujua kwamba uamuzi huo wa hasira ambao alikuwa ameuchukua kwa ghafla ungekuwa mwanzo wa tukio ambalo lingebadilisha kabisa maisha yake, na kwamba ndani ya dakika chache tu angejikuta akifanya jambo ambalo hata yeye mwenyewe asingeliamini baadaye. Clara alipofika sokoni, alisikia harufu ya matunda yaliyoiva na mboga mpya zilichanganyika na sauti za watu waliokuwa wakibishana bei. Lakini macho ya Clara hayakuwa yanatafuta bidhaa wala maduka, yalikuwa yanatafuta mtu mmoja tu. Alipogeuza kichwa chake upande wa kibanda cha matunda, ghafla alimuona Sam kwa mbali akiwa amesimama karibu na mzee Kapino. Wote wawili walikuwa wamesimama pembeni kidogo ya njia kuu, kana kwamba walikuwa wanazungumza jambo ambalo halikuhitaji kelele za sokoni. Sam alikuwa ameinama kidogo, akimsikiliza mzee huyo kwa makini sana. Mikono yake ilikuwa imekunjwa kifuani, ishara kwamba alikuwa anazingatia kila neno lililokuwa linatoka kwa mzee Kapino. Clara alihisi moto wa wivu ukianza kuwaka moyoni mwake. Hata hapa bado anaongea naye? Alijisemea kimya kimya, huku macho yake yakizidi kukaza. Kadiri alivyowatazama kutoka mbali, ndivyo hasira zilivyozidi kuongezeka ndani yake. Sam alionekana kama mtu anayeheshimu sana kile mzee huyo alikuwa anasema, akitikisa kichwa polepole mara kwa mara, kana kwamba anakubaliana na maneno yake. Mzee Kapino mae alikuwa akizungumza kwa utulivu, mikono yake ikifanya ishara ndogo ndogo, kana kwamba alikuwa anaeleza jambo la muhimu sana. Clara alihisi kama moyo wake unabanwa. Kwa nini Sam anamsikiliza kwa makini hivyo? Aliwaza kwa hasira. Watu wengine waliokuwa wanapita karibu na kibanda hicho hawakujali kabisa mazungumzo yao, lakini kwa Clara, tukio hilo lilikuwa kama picha inayomchoma moyo. Kila alivyowatazama, ndivyo mawazo ya Diana yalivyokuwa yanarudi kichwani mwake kama sauti inayorudia. Watu kama hawa wanaweza kukudanganya mpaka wakuchukulie kila kitu. Maneno hayo yalifanya macho ya Clara kujawa na chuki isiyoelezeka. Clara alisogea karibu kidogo, lakini akasimama nyuma ya kibanda kingine ili wasimuone. Alijifanya kama mtu anayechunguza bidhaa mezani, lakini sikio lake lilikuwa linafuatilia kila neno lililokuwa likisemwa kati ya Sam na mzee Kapino. Hapo ndipo alisikia sauti ya upole wa mzee huyo ikisema, nilitaka kukuona leo mwanangu. Neno mwanangu lilisikika wazi kabisa masikioni mwa Clara kama radi iliyopiga ghafla. Macho yake yalipanuka kwa mshangao na hasira. Mwanangu? Alijiuliza kwa hasira kali. Huyo anajifanya karibu sana na Sam, bila shaka anajaribu kumdanganya kabisa. Kadiri alivyofikiria hivyo, ndivyo hasira zilivyokuwa zinamzidi. Sam alicheka kidogo kwa upole, kisha akajibu, nimefurahi kukuona pia mzee Kapino. Kuna jambo ulitaka kuniambia? Sauti yake ilikuwa ya heshima sana, kitu ambacho kilimfanya Clara kukasirika zaidi. Angalia sasa, alijisemea moyoni kwa dharau. Anazungumza naye kama mtu muhimu sana. Mzee Kapino alitabasamu kidogo, macho yake yakiwa na upole wa ajabu. Nilikuwa na jambo la kukueleza, alisema kwa sauti ya taratibu. Lakini kabla hajaanza kusema zaidi, Sam aligeuka ghafla kana kwamba amekumbuka kitu. Ngoja nikaangalie kitu kidogo kwenye gari langu. Nitarudi sasa hivi. Mzee Kapino alitikisa kichwa kwa upole. Sawa mwanangu, nakusubiri, alijibu kwa utulivu. Huo ndio ulikuwa muda ambao hasira za Clara zilimfanya ashindwe kujizuia tena. Mara tu Sam alipogeuka kuelekea kwenye gari lake lililokuwa limeegeshwa kidogo mbali, Clara alitoka pale alipokuwa amesimama na kuanza kutembea kwa hatua za haraka kuelekea kwa mzee Kapino. Miguu yake ilitembea kwa nguvu kana kwamba kila hatua ilikuwa imejaa hasira. Watu wachache waliokuwa karibu waliinua macho yao kumtazama, wakijiuliza kwa nini mwanamke aliyekuwa amevaa vizuri kiasi hicho alikuwa anakwenda kwa kasi hivyo kuelekea kwa mzee maskini. Lakini Clara hakujali macho ya watu.
Kichwani mwake kulikuwa na wazo moja tu, kumkabili huyo mzee ambaye aliamini alikuwa anamshawishi Sam. Alipofika mbele ya mzee Kapino, alisimama ghafla na kumtazama kwa macho makali sana. Mzee Kapino alimwangalia kwa mshangao kidogo kwa sababu hakutarajia kumwona. "Habari yako binti?" aliuliza kwa sauti ya upole kama kawaida yake. Lakini Clara hakujibu salamu hiyo. Alikunja uso wake kisha akasema kwa sauti kali iliyosikika hata kwa watu waliokuwa karibu, "Wewe ndio unayemfuata Sam kila siku na kumwomba pesa zake. Maskini mkubwa wewe." Maneno hayo yalikuwa makali kiasi kwamba hata baadhi ya watu waliokuwa wanapita waligeuka kuangalia kilichokuwa kinaendelea. Mzee Kapino alionekana kushangaa sana kusikia maneno hayo. "Binti, unasema nini?" aliuliza polepole. Clara hakumpa muda wa kuelewa. "Usijifanye mjinga mbele yangu," alisema kwa hasira. "Nimekuwa nikiwaona nyinyi wawili hapa mara nyingi sana. Unamfuata kila siku ili akupe pesa zake." Sauti yake ilikuwa imejaa dharau ambayo ilimfanya mzee Kapino nyamaze kwa sekunde kadhaa. Alimwangalia Clara kwa macho yenye huzuni lakini pia utulivu. "Binti, sikuwahi kumfuata. Yeye mwenyewe ndiye huwa anakuja kuniuliza kama nina shida." Lakini maelezo hayo hayakumgusa Clara hata kidogo. "Mimi sijaja kusikiliza hadithi zako," Clara alipaza sauti kwa hasira. "Najua watu kama wewe mnajifanya maskini ili muweze kuombaomba pesa za watu matajiri." Watu waliokuwa karibu walianza kusimama kwa makini wakisikiliza majibizano hayo. Mzee Kapino alijaribu kubaki mtulivu. "Binti, tafadhali sikiliza," alianza kusema. Lakini Clara alimkatiza kwa ukali. "Usiniambie nisikilize nini, wewe ni tapeli tu," alisema kwa dharau. "Unamchezea Sam akili ili akupe pesa." Mzee Kapino alitikisa kichwa polepole kana kwamba maneno hayo yalikuwa yanamuumiza zaidi kuliko kitu kingine chochote. "Sam ni kijana mwemba," alisema kwa sauti ya utulivu, "na mimi sijawahi kumlazimisha kunisaidia." Lakini Clara aliona maneno hayo kama ujanja tu. Moyoni alifikiri kwa hasira, huyu mzee anamdanganya Sam kabisa. Anafanya kila kitu kwa siri ili aendelee kupata pesa zake. Hasira hizo zilimfanya ashindwe kufikiria kwa utulivu hata kidogo. "Usijaribu kunidanganya mimi," Clara alipiga kelele tena. "Kuanzia leo nataka ukae mbali na Sam." Mzee Kapino alimwangalia kwa mshangao. "Kwa nini? Huwezi kuniambia nikae mbali na mtu ambaye ananijulia hali tu?" Maneno hayo yalikuwa kama mafuta yaliyomwagwa kwenye moto wa hasira ya Clara. Alikaza meno yake kwa nguvu. "Sasa unanijibu? Unathubutu kunipinga mimi?" Mzee Kapino alijaribu tena kuzungumza kwa upole. "Binki, sikusudii kukukasirisha. Nilikuwa najaribu tu kueleza." Lakini kabla hajamaliza sentensi yake, hasira za Clara zilikuwa tayari zimefika kileleni. Macho yake yalikuwa imejaa moto wa chuki na wivu uliokuwa umejengwa na mawazo yake mwenyewe na maneno ya Diana. Kwa sekunde moja tu alinyanyua mkono wake juu, na kabla mtu yeyote hajafikiria nini kitafuata, mkono huo uliruka kwa nguvu. Pak! Kibao kizito kilitua usoni mwa mzee Kapino kwa nguvu kiasi kwamba sauti yake ilisikika wazi katikati ya soko. Watu waliokuwa karibu walishituka na kugeuka kuangalia kwa mshangao. Baada ya ile sauti nzito ya kibao kupasua hewa ya soko, ukimya mzito ulianguka ghafla kana kwamba kila mtu aliyekuwa karibu alikuwa amezuiwa pumzi kwa wakati mmoja. Wafanyabiashara waliokuwa wanaita wateja walinyamaza. Watu waliokuwa wanabishana bei walisimama. Hata wale waliokuwa wanatembea haraka wakasimama katikati ya njia. Macho yote yalielekezwa kwa yule mzee aliyekuwa amesimama mbele ya Clara. Mzee Kapino alishika shavu lake pole pole sana, kana kwamba alikuwa anajaribu kuelewa kilichotokea. Vidole vyake vilitetemeka kidogo alipoligusa shavu lake, na machozi madogo yakaanza kujikusanya pembeni ya macho yake yaliyochoka. Hakusema neno lolote. Alimtazama Clara kwa utulivu wa ajabu, lakini ndani ya macho yake kulikuwa na huzuni nzito iliyowafanya baadhi ya watu waliokuwa wanamtazama wahisi maumivu moyoni mwao. Mwanamke mmoja aliyekuwa karibu alishika kichwa chake kwa mshangao na kunong'ona, "Haiwezekani, binti mdogo anampiga mzee hadharani." Mwanaume mwingine aliyekuwa amesimama karibu alitikisa kichwa polepole akisema, "Hii dunia imebadilika sana, heshima imepotea kabisa." Lakini Clara hakujali maneno hayo. Alisimama pale akiwa na kifua kilichoinuka kwa hasira, macho yake yakiwa bado yamejaa moto wa chuki na dharau.
Mikono yake ilikuwa imekunjwa kifuani, kana kwamba alikuwa ameridhika kabisa na kile alichokifanya. Ndani ya moyo wake bado alikuwa anaamini kwamba alikuwa ametenda jambo la haki. Wakati huo huo, Sam alikuwa anarudi kutoka kwenye gari lake lililokuwa limeegeshwa kidogo mbali na kibanda cha matunda. Alikuwa ameenda kuchukua kitu kidogo tu na hakujua kabisa kwamba katika dakika chache tu tukio kubwa lilikuwa limetokea. Alitembea kwa hatua za kawaida kuelekea mahali alipokuwa amemwacha Mzee Kapino, akiwa na uso wa utulivu kama kawaida yake. Lakini kadiri alivyokaribia, ndivyo alivyoanza kuona watu wengi wamekusanyika pale, wakitazama kitu kwa mshangao. Nyusi zake zilijikunja kidogo kwa wasiwasi. Kuna nini hapa? Alijiuliza moyoni huku akiongeza hatua. Alipofika karibu zaidi, ndipo macho yake yalipokutana na picha ambayo hakutarajia kuiona. Clara alikuwa amesimama mbele ya Mzee Kapino kwa hasira kali, na Mzee Kapino alikuwa ameshika shavu lake huku machozi yakimtoka polepole. Sam alihisi moyo wake ukiruka ghafla kwa mshtuko. Kabla hata hajauliza kitu, Clara alianza kumrushia maneno ya dharau mbele ya watu wote waliokuwa wamesimama. Nenda tafuta maskini wenzio, Clara alipaza sauti kwa dharau. Nyie wazee huwa ni wachawi tu na matapeli. Unajifanya unatafuta msaada kwa Sam, kumbe unataka kumuibia kila kitu alichonacho. Watu waliokuwa wamesimama pale walishangaa zaidi kusikia maneno hayo makali yakitoka kwa binti aliyekuwa amevaa vizuri kiasi hicho. Baadhi yao walitazamana kwa mshangao, wengine wakatikisa vichwa vyao wakionyesha kutoridhika na tabia hiyo. Sam alihisi kama dunia nzima imesimama kwa sekunde chache. Macho yake yalihama kutoka kwa Clara kwenda kwa Mzee Kapino, kisha yakarudi tena kwa Clara. Uso wake ulikuwa umejaa mshangao na maumivu makubwa. Clara, alipaza sauti ghafla kwa mshangao. Umefanya nini? Sauti yake ilikuwa nzito sana kiasi kwamba baadhi ya watu waliokuwa karibu waliinua vichwa vyao kumtazama Sam. Clara alimgeukia Sam kwa haraka, lakini badala ya kuonyesha majuto, alionekana bado ana hasira kali. Nimemfundisha adabu mtu anayekudanganya ili apate pesa zako, Clara alipaza sauti kwa ukali, kana kwamba alikuwa anajitetea kwa ujasiri mkubwa. Maneno hayo yalikuwa kama mshale uliomchoma Sam moja kwa moja moyoni. Alimtazama Clara kwa sekunde chache bila kusema kitu, kana kwamba alikuwa anajaribu kuelewa kama kweli alichokisikia kilikuwa sahihi. Kisha aligeuza macho yake polepole kumtazama Mzee Kapino aliyekuwa bado ameshika shavu lake kwa maumivu. Sam alishusha pumzi ndefu sana, kana kwamba alikuwa anajizuia kulia au kupiga kelele. Clara, alisema kwa sauti nzito sana iliyojaa huzuni. Unajua umempiga nani? Clara alicheka kwa dharau ndogo. Nani tena? Ni mzee maskini na tapeli wa mjini anayekutumia ili apate pesa zako. Maneno hayo yalikuwa kama kisu lililochoma moyo wa Sam. Uso wake ulijaa huzuni kubwa sana. Alimtazama Clara kwa macho yaliyokuwa yamejaa maumivu makubwa kuliko hasira. Watu waliokuwa wamesimama pale sasa walikuwa wanatazama kwa makini zaidi, wakihisi kwamba kuna jambo kubwa sana lilikuwa linaenda kufichuliwa. Sam alisema, Clara, huyu si mgeni. Clara alikunja uso wake kwa mshangao kidogo. Una maana gani? Aliuliza kwa sauti ya kukosa uvumilivu. Sam alimwangalia moja kwa moja machoni, kisha alisema kwa utulivu mkubwa, leo ukweli wote lazima ujulikane. Huyu ni baba yangu. Maneno hayo yalikuwa kama radi iliyopiga katikati ya soko. Watu waliokuwa wamesimama pale walipumua kwa mshangao mkubwa. Baadhi yao waliinua mikono yao vichwani wakisema, baba yake? Clara mwenyewe alihisi kama miguu yake imekosa nguvu ghafla. Uso wake ulipoteza rangi na macho yake yakapanuka kwa mshangao usioelezeka. Unasema nini? Aliuliza kwa sauti iliyotetemeka kidogo. Sam alimwangalia kwa huzuni, kisha akaendelea kusema kwa utulivu. Tulifanya hivi kimakusudi, mimi na baba yangu. Tuliamua kufanya jaribio hili ili kuona ukweli mmoja tu. Tulitaka kujua kama kweli unampenda kila mtu na kujali watu masikini na wenye uhitaji, au kama unampenda kwa sababu ya pesa zake. Watu waliokuwa pale walinyamaza kabisa wakisikiliza kila neno. Sam aliendelea. Sisi ni matajiri sana Clara. Utajiri unaoujua wewe hata nusu yake haujafika. Lakini baba yangu aliniambia kitu muhimu sana. Alisema mtu anayepaswa kuwa sehemu ya familia yetu lazima awe na moyo wa upendo kwa kila mtu, si kwa matajiri tu, bali hata kwa masikini.
Baada ya kusema hivyo, mzee Kapino alinyanyua kichwa chake polepole na kujifuta machozi yake. Ingawa bado shavu lake lilikuwa linauma, uso wake ulionyesha utulivu wa mtu aliyekuwa tayari kukubali ukweli uliokuwa umejitokeza. Alisimama wima kidogo, kisha akamwangalia Sam kwa upole. "Mwanangu," alisema kwa sauti ya utulivu, "nilikwambia hakika jaribio hili la kumpima mchumba wako limetoa majibu." Sam alinyamaza kwa huzuni huku akimtazama baba yake kwa heshima kubwa. Mzee Kapino akaendelea kusema, "Na majibu yenyewe ndiyo haya ambayo tumeona leo." Kisha aligeuka polepole kumtazama Clara ambaye sasa alikuwa amesimama kama sanamu, macho yake yakiwa yamejaa mshangao na hofu. "Binti, nilijifanya masikini ili kuona kama utamruhusu mwanangu kusaidia watu masikini hata baada ya kukuoa." Clara hakusema neno. Uso wake ulikuwa umejaa aibu na mshangao. Mzee Kapino aliendelea kusema, "Mara nyingi mmekuwa mkipita hapa kwa gari, na kila mara Sam aliposhuka kunipatia pesa au kuniuliza hali yangu, nimekuwa nikikuona ukikasirika sana. Lakini nilikuwa nataka kuona kama siku moja utaelewa kwamba kusaidia masikini si udhaifu, bali ni utu." Maneno hayo yalikuwa mazito sana kiasi kwamba Clara alihisi kama dunia nzima inazunguka kichwani mwake. Hakujua aseme nini wala afanye nini. Sam alimtazama kwa huzuni sana, kisha akasema polepole, "Clara, mtihani huu wa leo umeondoa vigezo vyote." Maneno hayo yalikuwa mafupi, lakini yalikuwa na uzito wa mwisho wa uamuzi. Baada ya kusema hivyo, Sam alimshika baba yake kwa heshima, kisha wakaanza kuondoka polepole katikati ya umati wa watu waliokuwa wamebaki kimya kabisa. Watu waliwapa njia huku akitazama tukio hilo kwa mshangao mkubwa. Clara alibaki amesimama pale sokoni bila kusogea hata hatua moja. Miguu yake ilikuwa mizito kana kwamba imekita ardhini. Macho yake yalikuwa yakitazama mbali kwa mshangao mkubwa, huku akili yake ikianza kutambua polepole ukweli mchungu uliokuwa umefichuliwa mbele ya watu wote. Ndipo alipoanza kuelewa kwamba kile kibao alichopiga kwa hasira kilikuwa kosa kubwa kuliko alivyowahi kufikiria. Kosa ambalo lilikuwa limeharibu kitu ambacho labda asingepata tena maishani mwake. Na huu ndo mwisho kabisa wa stori hii. Tafadhali tuandikie maoni yako hapo kwenye comments, utuambie ungekuwa wewe ndio Sam, ungemfanyaje Clara baada ya kumpiga kofi baba yako. Usisahau kusubscribe katika channel yetu, kuwasha alama ya kengele pamoja na kulike. Tukutane tena next time. Bye bye.